Je, umeota huku yuwapanda mlima? Yaani ukaona mlima ndio huu, ukaamua kutoka pale chini tu, lakini ukaanza kuupanda. Kulikuwemo na utelezi, mawe, na wakati mwingine inakuwa ngumu sana hata kuupanda ule mlima, au hata vile wewe hukung'ang'ana, ulipanda mlima vizuri, aste aste mpaka juu. Ina maana gani uotapo huku yuwapanda mlima? Kama umeota hii ndoto, basi vuta kiti ni kupashe ujumbe wako, kwani hii ni mojawapo wa ndoto ambazo ni nzuri sana. Ndoto ya kupanda mlima ni ndoto ya baraka, ndoto ambayo inakuonesha kuna jambo mzuri ambalo linafanyika maishani mwako. Kitu ya kwanza tutaangalia, ulipokuwa unajaribu kupanda ule mlima na kukawa ni kungumu sana, ina maana gani? Na tena ina maana gani kama ulikuwa unang'ang'ana, unachoka na ulikuwa karibu sana kukata tamaa? Na vile vile ina maana gani uonapo kuna mtu alikuja pale ulipokuwa unajaribu kupanda, akakushika mkono, akakusaidia kupanda ule mlima? Na tena ina maana gani pia iwapo ulipokuwa unajaribu kupanda ule mlima ulikuwa unaanguka mara kwa mara, huku ukijinyanyua na kuinuka tena, na hukuwa unakata tamaa, bali ulikuwa unaendelea kupanda ule mlima? Inamaanisha nini tena ujionapo umeng'ang'ana, umepanda na umefika pale kileleni? Tuanze kwa kujiuliza, mlima wa hali halisia una maana gani? Mlima wenyewe unamaanisha ungumu, unamaanisha mashinda au jambo ambalo linakuzuia, inamaanisha hali nzito. Mlima huwa umejikalisha wenyewe, na hivyo inaweza pia maanisha upweke, na tena mlima ni jambo lililo kubwa sana, hivyo basi inamaanisha ukubwa wa jambo. Lakini sasa tukitoka kwa mtazamo hasi, tuangalie nao mtazamo chanya. Mlima unamaanisha jambo muhimu sana, kwani mlima ni kitu cha kipekee. Mlima ni mahali patakatifu. Mlima ni mahali ambapo panaheshimika. Mlima ni kitu ambacho kiko juu, kimeinuka juu, si kitu cha kudharauliwa, ni kitu cha kuheshimika. Ni mahali ambapo pia pamemkaribia Mwenyezi Mungu, ni mahali ambapo pana utulivu. Mlima, hata chini ya mlima kuna mandhari yaliyo ni matulivu, mandhari ambayo ni ya kuridhisha, tena ya kuburudisha. Na hivyo basi, tukiwa tumeangazia na kuelewa mlima unavyomaanisha na unachokiakilisha katika hali halisi, basi sasa tujiulize, uotapo unaupanda mlima ina maana gani? Kwanza, uotapo uko tu pale chini ya mlima, hutaki kupanda, hiyo ni jambo hatari sana. Hiyo inaonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye hataki kujaribu mambo magumu, hataki kung'ang'ana, hataki kupatana na changamoto zozote, na akiziona changamoto zozote anajaribu kuzihepa. Mtu ambaye hataki majukumu. Wewe ni mtu anapenda soft life, hutaki kung'ang'ana hata kidogo. Lakini sitaki tuiangazie kwa huo mtazamo, kwani tunazungumzia mtu mwenye anaupanda mlima. Sasa ujionapo yuwapanda mlima kwa ndoto, hii ina maana wewe ni mtu ambaye amejitwika jukumu, mtu ambaye ameamua kupambana, mtu ambaye kuna jambo muhimu sana analolishughulikia au analoliendeleza. Sio shughuli rahisi, bali ni shughuli ya kupambana mpaka upate unachokifuata. Na hivyo tuanze kwa mtu ambaye anang'ang'ana kupanda mlima. Iwapo umeota huku yuajaribu kupanda, lakini ni kuzito mno, ule mlima haupandiki, una utelezi mwingi, mawe ni mengi na vizuizi, na zinafanya kuupanda ule mlima kuwe kungumu sana. Hiyo ina maana kwamba jambo, shughuli, mradi, mambo ambayo unajishughulisha nayo hivi karibuni
ambayo ni magumu yanakukalia mlima, itabidi ujitume zaidi. Lakini uzuri ni kwamba unaelekea juu, unapanda na utafika uendako iwapo utakata tamaa. Na iwapo umejiona uko karibu sana kukata tamaa, hiyo inamaanisha jambo ambalo unalifanya, kuna venye unahisi kuliachilia, kuna venye unahisi kana kwamba haitawezekana, unahisi kurusha mikono na kukata tamaa. Lakini uonapo mtu amekuja, amekushika mkono, anakusaidia kupanda ule mlima, hiyo ina maana kwamba katika shughuli ambayo unaifanya, Mungu anakutumania mtu wa kukusaidia. Mungu anakutumania amenta. Mungu anakutumania watu ambao watakupa ushauri, ambao wataenda nawe katika hii safari, ambao watakusapoti kwa njia moja au nyingine. Inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni huduma, masomo, mahusiano au hata ndoto na maono yako. Lakini sasa ina maana gani iwapo ulijiona unapanda, unaanguka, alafu unaamuka, unaanza kupanda tena? Hukati tamaa, unaendelea kusonga. Iwapo umejiona katika hali kama hiyo, basi hiyo inamaanisha kwamba wewe ni mtu ambaye ni mvumilivu, mtu ambaye ana uwezo wa kufanya mambo magumu na kung'ang'ana, tena mwenye ana uwezo wa kupambana mpaka mwisho. Inamaanisha wewe ni mgorugeta, mtu mwenye hakati tamaa haraka. Wewe ni mtu resilient, mtu ambaye bila shaka atakuja kufanikiwa sana katika maisha. Na sasa habari njema ndiyo hii. Iwapo umejiona sasa umefika kileleni, uwapo pale kileleta, ina maana kwamba umepambana sana, lakini wakati wako wa kupambana umefika mwisho. Ina maana umeachieve, hata kama hujaiona, umefikia karibu sana, na hivi punde si punde unaelekea kupata chenye umekuwa unafuata kwa muda mrefu. Ina maana kwamba umepata ukamilifu, umeshinda mambo ambayo yalikuwa yamekuzuia, ambayo yalikuwa yamesimama mbele yako kama milima. Inamaanisha mwanzo mpya unaelekea kukujia sasa, unaelekea kuanza mambo upya, kwani unaelekea kuwa hata mtu aliyetambulika sana. Kwani ukiwa juu ya mlima, bila shaka lazima utambulike. Na vilevile ina maana kwamba una ukuaji wako wewe binafsi, umepitia kipindi ambacho kimekukuza, na wewe sasa si yule wa jana, umebadilika. Ina maana kwamba kuna utimilifu wa jambo ambalo umelifuata, umeling'ang'ania kwa muda mrefu. Na hiyo inatupeleka kwa ile ya mwisho, ambayo ni ujiangaliliapo sasa mandhari mazuri, bonde ya kuvutia na view ya kupendeza ajabu. Iwapo sasa uko pale kileleni na chini unaangalia, unaona ni kuzuri sana, kunapendeza. Hii ina maana kwamba kutoka sasa maisha yako yanaelekea kuwa maisha yenye kupendeza, maisha ambayo hata wewe mwenyewe ukiyaona utayafurahia. Inamaanisha kwamba sasa utaanza kuona mambo kwa mtazamo mpya. Utaona mambo vizuri venye yanafaa kuonekana. Hutayaona kama yamefichwa, utayaona vile yalivyo kabisa. Utaelewa kila kitu. Yale mambo yaliyokuwa yamefichwa sasa utayaelewa na utayaona bayana, kwani uko juu ya mlima. Watu watatamani atakuwa katika mahusiano, kuwa katika urafiki na wewe. Watu watatamani kuungana nawe, kufanya biashara nawe. Watu watatamani hata kuishi kama wewe, kwani mtu aliye juu ya mlima, watu lazima wamwangalie wakiwa huko chini
na wamtamani. Kama wewe si mtu aliyekaa tu pale chini na kujiangalilia mlima na kuushangaa, bali ulianza kupanda, ni vizuri ujiulize maswali kadhaa, na ndio uweze kung'amua ni nini maana ya ile ndoto haswa. Na swali la kwanza, ni vema kujiuliza ulikuwa unapanda mlima gani au ukielekea wapi? Swali lingine, ni vema kujiuliza ulikuwa unahisi nini ulipokuwa unaupanda ule mlima? Ulikuwa peke yako au mlikuwemo na mtu aliyekuwa anakusaidia kupanda ule mlima? Na swali lingine muhimu sana, ulipanda ule mlima mpaka ukafikia kileleni? Na sasa swali la mwisho tena lililo muhimu sana, ni nini hicho ambacho kinafanyika maishani mwako kwa sasa hivi ambacho unaweza kilinganisha na mlima? Na tukitamatisha, ni vema kukuambia ya kwamba huenda uliota ukipanda mlima mrefu sana. Inaweza kuwa hata ulianguka mara kadhaa ukijinyanyua. Inaweza kuwa hata wakati mwingine ulisimama na ukataka hata kukata tamaa mara kadhaa. Lakini iwapo ulijiona kwamba uliendelea tu kupanda hata hivyo, basi usilipuuze jambo moja, ya kwamba ulikuwa unaendelea kupanda ukielekea juu. Na hilo lina maana kwamba hata kama hujafika kileleni kwa sasa, kuna uwezekano mkubwa itakuwa ngumu, haitakuwa rahisi kufikia ndoto zako, haitakuwa rahisi katika hiyo biashara, haitakuwa rahisi katika hiyo miradi, hayo mahusiano hayatakuwa rahisi, hayo mambo ambayo unajiendeleza kwayo, jambo ambalo umeifanya chaneli au jambo ambalo unajaribu kulijenga, haitakuwa rahisi, itakuwa na ugumu kama vile wa kuupanda mlima. Lakini kuona hujakata tamaa, kuona hujainua mikono, hivi karibuni unaelekea kufika kileleni. Nayo utakayojionea kule chini, utasema kwa hakika kulikuwa kunafaa.